mtazamaji na mfuatiliaji wa Galaxy Media, kama ambavyo unamuona mchambuzi wa kimataifa Hamis Kabwe anakwenda kutupicha kwa kile ambacho kimetokea hapo jana. Kaka uko poa? Poa mzee. Kama kawaida? Kama kawa. Fulu kabisa. Sawa. Simba ni nani baya wali? Akuharibiki. Kuna baba. Wenyewe wasema kwamba Simba ni lidude likubwa. Simba nchi ni mfano wa kuigwa. Yaani Simba nchi ukizungumzia Simba unazungumzia yani mfano wa vilabu vyote Tanzania. Yani hata Young Africans mafanikio waliyopata ni kwa sababu ya Simba Sports Club. Wanachukua baadhi ya vitu wanapandikiza kwao. Yanga alifika finali ya CAF Confederation Cup kwa sababu ya mnyama Simba Sports Club, kwa sababu ya hizi hapa nakupa zifuatazo. Sababu ya kwanza maono ya kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Alianza kuyatengeneza modeli kichwani kwake. Akasema haya maono nayapeleka wapi? Nayapeleka kwa mnyama Simba Sports Club. Kwa sababu hii ndio klabu ambayo mimi naimiliki, naifadhili, naifanyia kila kitu. Hawa wataleta ubingwa wa Afrika hapa Tanzania. Katika miaka minne ambayo Simba Sports Club wanafanya vizuri, tuliona Simba wanashiriki kwenye hatua ya robo finali. Ilikuwa ni nadra kwa timu zetu kuingia kwenye hatua ya robo finali. Unakumbuka? Kipindi hicho Yanga hawafikirii. Wanawaza makundi. Sio tu makundi. Yanga walikuwa wanatembeza bakuli. Sio maji kabisa huko. Sinakwambia baada ya kuondoka maji hapa katikati. Yanga walikuwa hawafikirii. Licha kwamba katikati hapa kidogo walipitia kipindi kizuri, walishiriki mashindano ya CAF, wakacheza na Al Ahly wakatolewa kile kipindi kile, lakini hawakuwahi kufika stage kubwa kama walofika Simba. Lakini kwenye maono pia hamna mtu ambaye alikuwa na maono makubwa kama Mo Dewji. Sijui unaelewa vizuri. Kwa hiyo kitendo kile kikawafanya Simba kuanza kufikiria kufanya vizuri zaidi kwenye mashindano ya CAF. Na kweli wakaanza kufanya vizuri, wakafika kwenye hatua kubwa ya robo finali. Kile kitendo baada ya kuingia GSM Young Africans ndo wakawa inspired na kile ambacho wanachokifanya nani? Simba Sports Club. Kwanza wakataka kuchukua ubingwa wa Tanzania, pili wakataka kufika mbali. Sasa utofauti wa Yanga na Simba kwenye mashindano ya CAF Confederation Cup mpaka hivi sasa, kwa nini Yanga wanaonekana walifanya vizuri kuliko Simba? Mimi naamini ni bahati. Simba Sports Club, Yanga walikuwa na bahati ama Simba? Yanga walikuwa na bahati. Yanga kwa maana kwanza wanaingia kwenye CAF Confederation Cup, wanapita mpaka wanaenda mpaka finali. Aina ya timu walizokutana nazo, kwangu mimi niliamini kwa quality walikuwa nayo, walikuwa wana deserve kufika pale walipofika. Na ndio maana walipofika finali wakakutana na timu ngumu kutoka Uarabuni, kwa maana USM Alger. Ilikuwa ni ngumu kwa wao kufanya nini? Kuweza kuchukua ubingwa. Kaka, hakuna njia ngumu kwenye mashindano ya CAF kama ukikutana na Waarabu. Kipitisho kwa Waarabu huko. Yaani ni njia ngumu mno, kwa sababu Waarabu hawachezi mpira, wanafanya mauzauza. Kwa nini wanafanya mauzauza? Simba Sports Club kwenye mechi zote mbili ambazo wamecheza na Al Masry walionyesha total dominance kubwa sana. Walimtawala kweli mpinzani. Nje ndani. Kuanzia kule Misri mpaka hapa Benjamin Mkapa. Kule walitengeneza nafasi 18, 7 zilikuwa on target. Hapa wametengeneza nafasi 24, 7 on target. Utofauti wa mechi ya kwanza na mechi ya pili ni kwamba Simba huku mechi ya pili wamekuwa clinical na wameweza kutumia nafasi hizi mbili. Lakini kama ungekuwa clinical hata mechi ya kwanza, kuna uwezekano mkubwa Simba Sports Club hata kwenda kwenye hatua matuta isingekuwepo. Sijui unaelewa vizuri. Lakini pili, kitu pekee ambacho walichofanikiwa zaidi Simba Sports Club, aina ya kocha wanayefundishwa naye, kwa maana ya Fadlu Davis. Mindset ya Afrika Kusini sio ya Waarabu. Waarabu waangalie, wanacheza haram football. Wakienda ugenini wanataka kuzuia muda mwingi sana, kupoteza muda sana, sikufani. Lakini wafuatilie wa Afrika Kusini wengi, tuseme hizi nchi za kusini mwa Afrika mpaka Angola, ambapo walikuwa wanatoka wale Petro de Rwanda. Tumeona Bravos de Maquis walikuja hapa na Simba Sports Club, unakumbuka? Walikuja kucheza mpira. Ndivyo ambavyo wanakuja kaka, hawakuogopi, wanakuja. Ndivyo ambavyo mindset ya Afrika Kusini wengi wapo. Kwa hiyo hata makocha wao automatically watafundishwa hivyo. Waangalie Raja Casablanca ya Joseph Zoneba, kipindi kile Fadlu Davis na ile benchi yake la ufundi walipokuwa wasaidizi. Nenda kaangalie mechi zao zilizokuwa wanacheza Raja Casablanca. Walikuwa wanacheza popote, na ndio maana wakaamua wakaenda kuchukua ubingwa wa Morocco Motola Pro League. Kwa hiyo ile mindset ya Waarabu ya kuwa wanacheza haram football
soka la mauzauza, kujidondosha, kupoteza muda. Kwa mfano kama mechi ya jana, kama walicheza mpira ni dakika labda 15 au 20 tu. Nyingine zote walifanya vurugu. Nyingine zote kwa mara kadondoka mtu, mara ni mara wanafanya vurugu, mara kitu ambacho kwangu mimi huwa hakinivutii kabisa. Kwa hiyo kwangu mimi naamini Simba anaanza kupita njia ngumu zaidi kuliko njia alopita nani? Alopita Young Africans. Young Africans baada ya kuwatoa Rivers akaenda akakutana na Marumo Gallants. Marumo Gallants ambao ukiangalia kwenye ligi ya Afrika Kusini walikuwa shuka daraja. Hapo unacheka. Wewe kweli, lakini mnyama Simba msimu huu anatoka hapa asingekutana na Zamalek bingwa mtetezi wa CAF Confederation Cup. Anaenda kukutana na Stellenbosch. Of course. Stellenbosch ndio Stellenbosch sio timu kongwe sana, imeanzishwa 2016. Lakini miaka ya hivi karibuni wamekuwa na mafanikio. Msimu uliopita walimaliza nafasi ya 3 kwenye ligi ya PSL. Timu ikimaliza nafasi ya 3 kwenye ligi ya Afrika Kusini ina uwezo wa kuja hapa kwenye ligi ya Tanzania ikachukua ubingwa. Sijui unanielewa vizuri? Timu ambayo inamaliza nafasi ya 3 kwenye ligi ya Afrika Kusini ikija hapa Tanzania inachukua nini? Inachukua ubingwa. Lakini msimu huu mpaka hivi sasa wanashika nafasi ya 5 kwenye ligi ya Afrika Kusini. Nafasi ya 5. Moja kati ya klabu ambazo zimekuwa zikitengeneza wachezaji wazuri pia ni Stellenbosch. Wamemtoa bwana mdogo anaitwa Jaden Adams ambaye anacheza kikosi sasa hivi cha Mamelodi Sundowns. Kwenye mechi ya Esperance de Tunis na Mamelodi Sundowns iliyopigwa Pretoria, yeye ndo alitoa assist ya goli ambalo lilofungwa na Peter Shalulile. Alikuwepo kwenye mashindano ya Confederation Cup, lakini dirisha dogo Mamelodi wakaona hichi kifaa wakafanya nini? Wakamchukua. Kwa hiyo Simba angekutana naye. Kwa hiyo unaona sio timu ambayo ni ya kawaida. Kwa hiyo wanaenda kukutana, wametoka kukutana na Al Masry ambao wanacheza haram football, soka la mauzauza, wanaenda kukutana na timu ambayo popote inaweza ikacheza mpira. Jana waangalie Stellenbosch wakiwa ugenini dhidi ya Zamalek pale Cairo International, pana kuoga panatisha, lakini wao walikuwa na utulivu, walikuwa wanachagua moments. Muda huu tuweze kuzuia, muda huu tuweze kuwashambulia, muda huu tucheze football kwa ajili ya kupoteza muda. Yaani namna ambavyo structure wise timu yao inavyofanya kazi ni timu ambayo imekamilika zaidi. Kwa kwangu mimi nafikiri Simba hii njia wanaopita ni njia ngumu zaidi, na kama watachukua ubingwa kiukweli, kama wataenda watachukua ubingwa, kwa sababu pia kuna mtu kama RS Berkane na wenyewe wakifanikiwa kuingia finali pia ni timu ngumu sana. Kama watafanikiwa Simba kuchukua ubingwa ama kwa hapa walipofika kiukweli, kwangu mimi nafikiri wanastahili pongezi. Kuna kauli pia nimezisikia, ni exclusive tunaizungumza, naifahamu mimi na wewe na mtu mmoja. Aliyekuwa afisa habari wa Young Africans Jerry Muro, ambaye juzi alikiwasha kweli baada ya tukio la Simba na Yanga hili. Amesema kabisa dhahiri shahiri kwamba Simba ndio mfano wa kuiga katika nchi hii ya Tanzania. Akasema pia Young Africans, hakuishia hapo, kasisitiza Young Africans wanapaswa kwenda kuchukua notes kutoka kwa Simba kwa kile ambacho Simba anakifanya sasa hivi. Linapokuja swala la mashindano ya CAF, ukiona lile jina CAF na Simba Sports Club ni uji na mgonjwa. Kaka, Simba wanakuaga serious zaidi kuliko wakati wowote. Hicho ndio kitu pekee ambacho timu nyingi za Tanzania zilikuwa zinakikosa. At least sasa hivi Young Africans wanaonesha kuchukua hiyo notes ya userious. Unaona wananunua wachezaji wazuri wakina Pacome, wakina Max, ambao ukiwaweka kwenye mashindano ya CAF wana uwezo wa kuperform na wakakupa kitu kizuri. Si mla vizuri. Sasa kwenye role model Simba Sports Club always atabaki kuwa pale, kwa sababu mara nyingi yeye ndo amekuwa akianzisha hivi vitu. Watu wengine wamekuwa wakifanya nini? Wakifuata. Bila vizuri. Simba hana propaganda anapohitaji jina lake, anapohitaji kitu chake. Yaani propaganda zile za kijinga sijui nini siasa ajabu. Simba anakisema mimi nalitaka hili. Na niliwaambia nyinyi. Mara mwisho tumekuja kufanya interview nikamwambia bwana, Simba na Lupaso ni kama Jahannam na mtu ambaye amefanya dhambi. Sio vizuri. Pale mara nyingi huwa hatoki mtu. Simba wanataka jambo lao. Simba unaona mara wamemuita sijui Shehe Walidi, mara wamemuita Mwamposa, mara wao wanafanya kazi, mara wamemwaga chumvia yani watu wapo serious kabisa. Watu wakiwa wanataka jambo lao Simba Sports Club. Kaka, huwa wanakuwa watu wengine tofauti kabisa. Hakuna wako tofauti kabisa. Kwa hiyo huo serious ndio unapaswa kuigwa na vilabu vingi Tanzania. Huo serious ndio anaokosa hata Azam FC.
ambao ukiwaangalia kwenye eneo la quality na wenyewe hawatofautiani na Simba na Yanga, lakini wanakosa userious, wanakosa pia uthubutu. Jambo lingine ni uthubutu, kwamba hii inaweza, inafanya. Kaka, Simba akisema nafanya, anafanya kweli. Simba aliendesha kampeni ya kumfunga Al Ahly hapa Benjamin Mkapa, alimkanda Al Ahly, akatoa utumwa sasa hivi. Simba, ukitaka kujua kwamba alikuwa na uthubutu na alikosa bahati, Simba alikuwa anatakiwa aingie nusu finali, na kwenye rankings za CAF alipaswa kuacha namba 2 au namba 3 muda mrefu sana. Ametolewa na Orlando Pirates kwenye mashindano ya CAF kwa hatua ya mikwaju ya penalty. Unakumbuka? Kaizer Chiefs kwenye hatua hii ya robo finali. Asingefanya uzembe kule Nandi Soweto. Baada ya kupigwa zile chuma 4, alikuwa anakuja kuvua hapa Benjamin Mkapa. Unakumbuka? Super League. Super League Ahly anaondoka 2-2. Unaikumbuka? 2-2. Kwa hiyo ilikuwa kule moja. Umeona balaa linapoanzia hapo. Lakini ukiacha hivyo, ndio mechi ya Wydad Casablanca. Waarabu walikuwa wanaomba dua pale Mohamed wa 5. Walikuwa wanaomba dua. Mwenyezi Mungu. Penalty nao nakumbuka akaondoka, sio? Sio kama ilikuwa ni penalty. Kwa hiyo Simba walikosa kitu kinachoitwa bahati. Lakini kwenye uthubutu na userious, Simba ni role model wa vilabu vingi Tanzania na wanapaswa kuigwa. Huo ndio ukweli. Al-Masry wamekiri kupitia kinywa cha kapteni wa Simba Sports Shabalala jana, amezungumza akifanya mahojiano na moja ya vyombo vya habari kwamba Al-Masry walivyokuwa kule waliwaambia Simba, kwa nini mpo huku? Kwa nini mpo kombe la shirikisho? Mbona ni Champions League material? Kunaungana nao kabisa. Bila shaka yote bana. Simba ibidi wakiwashe kule. Kaka, Simba wana quality. Kaka, yani unajua ukiwa unajua mpira bwana, hata upate shida sana. Shida kuna watu wanaangalia mpira kiushabiki na kuna watu wanaangalia mpira kiufundi. Mimi nilipoiangalia Simba kiufundi tu, na nikaona Simba wana hiyo quality ya kwenda kumtawala timu kutoka Misri, Al-Masry pale kwake. Kaka, kutengeneza nafasi 18 ugenini kwenye ardhi ya Waarabu. Na hayo ni mabadiliko ambayo mimi nimeona. Simba hafanyaje hivyo mara nyingi. Si jambo zuri. Ile ni quality. Yaani ile haiwezi kuja kwa bahati mbaya. Kwa hata wao wenyewe walikuwa wanajua hawa Simba watakuja huko. Watakuja kufanya nini? Kupaki basi. Tuwapelekee moto, tumalize game. Lakini kaka, Simba kaenda kuonyesha total dominance, ka utawala mchezo. Ile ni ngumu, ni nadra. Timu nyingi ambazo zimefanikiwa kwenda kule na kuonyesha mchezo wa aina ile ni timu kutoka kusini mwa Afrika. Afrika Kusini. Mara kadhaa wameenda Mamelodi Sundowns mbele ya Al Ahly pale Cairo International. Kaka, njoo mimi nakuja. Orlando Pirates kaenda wamesare 1-1 kama unakumbuka mechi. Njoo mimi, mtu aogopi, njoo nakuja. Ukinizidi quality utanifunga, nikikuzidi quality nitakufunga. Kama tumzungumzie Atiba pamoja na Dese Mukwala. Jana Atiba hakupata nafasi kabisa. Na wewe pia ulikiri kwa kinywa chako kwamba unamhitaji Dese katika huu mchezo kutokana na uzito wa Mukwala. Uliona kitu gani labda katika miguu ya Dese Mukwala ukasema mwalimu anahitaji kumtumia? Dese Mukwala ni clinical finisher. Clinical finisher. Yani ukiona maanisha nini hapo kwa Tanzania ambao labda hawaelewi lugha kidogo? Ni mtu ambaye akipata nafasi moja anaitumia. Si ni vizuri. Yani ukimwekea kwenye nafasi anaua. Ndio tofauti yake kati ya yeye na Lionel Ateba. Sio kalefu kuliko goli. Kwa mfano jana umeona aina ya cross iliyopigwa angalia kile kichwa alivyokipiga kiufundi. Yani alikuwa anajua na ule mpira unaenda wapi. Sio vizuri. Kitu ambacho kama ingekuwa Lionel Ateba sio mzuri kwanza kwenye kupiga vichwa. Lakini pili, kwenye eneo kama lile aerial balls kama zile mara nyingi Lionel Ateba hachezi. Lakini Dese Mukwala hajafanya hivyo mechi moja tu. Hata ligi kuu kama unakumbuka mechi ya Mashujaa anaokoa Simba aliruka. Luka juu akapiga header chuma. Lakini ukiacha hivyo ukimwekea nafasi 2-3 Steve Dese Mukwala anakuweka. Kwa hiyo umefika wakati wa Mwalimu Fadlu Davis kumpa nafasi ya kwanza kwenye kikosi Steve Dese Mukwala. Sijasema kwamba Lionel Ateba ni mchezaji mbovu, ni mchezaji mzuri. Lakini profile zao zinatofautiana. Au kuna muda anaweza akawapanga wote wawili. Kwa sababu pia Steve Dese Mukwala ana uwezo pia kutokea pembeni. Sio mshambuliaji ambaye anaweza kastiki eneo moja. Anaweza katoka pembeni, kushoto, kulia, umeona nyuma ya mshambuliaji. Kwa hiyo unaweza ukawapanga wote uone utakupa kitu gani cha ziada. Sasa uwezo kufanya hayo majaribio kwenye mechi muhimu kama vile ya Al Masry, mechi ambayo labda unatafuta matokeo au nini. Labda mechi ya Mbeya City
hii mechi ya CRDB Confederation Cup hii unaweza ukawapanga wote, kwa sababu ni mechi ambayo ukiangalia quality yake sio kubwa sana, sijui umeelewa vizuri, lakini hizi mechi zingine huwezi kujaribu hicho kitu, na nafikiri mwalimu ashajaribu kujaribu labda mazoezini, anaona labda hakijaenda, na alishawahi kufanya hivyo kwenye mechi ya Dodoma Jiji, nakumbuka kule Dodoma ambapo Simba alishinda goli 1-0, haikuweka out. Atajaribu kufanya hivyo, lakini mimi naona zaidi anahitaji kumpa nafasi Steve Dese Mukwala. Steve Dese Mukwala anahitaji kupewa nafasi kwa sababu kaishaonesha nafasi chache anazopata anafunga. Ile nafasi ndogo mwalimu anayompa amekuwa akionyesha kitu tofauti. Na nafikiri hii isinukuliwe vibaya. Watu wanatakiwa waelewe. Hii ni kwa sababu Steve Dese Mukwala sasa hivi ile pressure imeondolewa kwake. Imepelekwa kwa Lionel Ateba. Kama unakumbuka wakati Steve Dese Mukwala anaanza kwenye kikosi cha Simba Sports Club kama mshambuliaji namba 1, pressure ilikuwa ni kubwa sana. Watu wanataka afungwe kwa haraka. Hii hali ilikuwa haipo. Umeelewa vizuri? Lakini sasa hivi ule ugonjwa ni kama kauvaa nani? Kauvaa Lionel Ateba, kwa sababu yeye ndio mshambuliaji kinara. Na watu wengi waliona ujio wa Lionel Ateba unaweza ukawa ni solution kwenye eneo la ushambuliaji la Simba Sports Club. Kwa hiyo ile pressure sasa hivi ipo kwa Ateba. Alafu Steve Dese Mukwala anaonekana kuwa amerelax, na ndio maana unaona anafanya vizuri zaidi. Lakini siku leo akija kwenye hii pressure tena, inawezekana akarudi tena kule hivyo. Kwa hiyo mwisho wa siku wanapaswa kuishi na hii pressure, kwa sababu Simba Sports Club ni timu kubwa, lakini mimi naamini Simba hawa wote washambuliaji ni washambuliaji wazuri ambao kiuhalisia kama watakaa nao kwa muda mrefu wanaweza wakawapa kitu kaka. Mpanzu tumzungumzia au nikutajia hapo? Maana hii Mpanzu ndio habari ya mjini kaka. Mpanzu nchi hii wamewahi kupita wachezaji bora, lakini Elie Mpanzu anakuja kutengeneza legacy mpya kabisa kwenye nchi. Kaka, yule jamani mwepesi kama karatasi. Nishakwambia hivi, ogopa mchezaji ambaye ana uwezo wa kucheza kwenye eneo dogo, mtu po 1 2 3 4. Alafu mtu anaweza kapokea pasi afu kwa haraka kawaacha watu wawili watatu wakaondoka. Technique, ability yake ni kubwa sana. Muangalie Lamine Yamal wa FC Barcelona. Yule bwana mdogo. Kwa nini watu wanamsifia? Licha ya umri aliokuwa nao mdogo, lakini watu wanamsifia sana. Ni kwa sababu ya technique, ability yake aliyokuwa nayo. Uwezo mkubwa wa kupiga pasi, anapiga pasi kwa usahihi nafika. Alafu kwenye eneo dogo anaweza kaondoka, ana speed, ana uwezo wa kupiga chenga na ana uwezo wa kupiga na kufunga. Hivyo ni vitu ambavyo Elie Mpanzu Kibi Sawala, mtu hatari aka Kylian Mbappe wa Simba anavyo. aka Kylian Mbappe wa Simba. Elie Mpanzu anajua mpira kaka. Yaani shapata ni mitatu sasa. Hakwenda Jenki kwenye majaribio kwa kubahatisha. Jenki walikuwa na haki kabisa ya kumpa. Yaani yale matilio yake naona kabisa ni ya kuchezea nje ya hapa Afrika. Na wasiwasi baada ya miezi 6 ya hapa Simba Sports Club, dirisha la kiangazi, wale Waarabu kule wamemuona kaka, na kuhakikishia wale Waarabu wamemuona, kwa sababu wale wajukuu wa Farao, wale Al-Masri hawatakaa msahau. Na ile mechi ilikuwa inaangaliwa kaka, offers zinamiminika Simba soon as possible. Na ninavyojua Simba kwa tamaa, hata kama wana kipaji cha namna gani watakiachia. Kaka, ile ni hela. Wanatafuta mwingine. Elie Mpanzu. Ile ni hela Simba Sports Club. Technical ability yake, uwezo mkubwa wa kukimbia kwenye nafasi, ana uwezo wa kutengeneza, yuko fit muda wote. Kaka, moja kati ya wachezaji bora kabisa ambao Simba Sports Club wamewahi kuwa nao. Kiacha Emmanuel Okwi, amepita Mwamba Rusaka, Clark Chota Chama, Louis Jose Mixon, umeelewa vizuri. Sasa hivi ni Elie Mpanzu. Tunahitaji tuone consistency. Kama tumeona Musa Kamara ambaye viganja vyake vilitumika kuiharibu mechi ya Misri. Na viganja hivyo vimetumika pia kufanya decoration ama kuboresha na kuipeleka Simba hatua ya nusu finali. Ukicheza Simba Sports Club unahitaji kuwa golikipa wa kawaida. Simba wangetaka golikipa wa kawaida, wangeenda kumchukua Yona Amos. Alikuwa yupo huru. Free. Bila vizuri. Ukicheza Simba Sports Club ama klabu yoyote kubwa unapaswa kuwa exceptional. Yaani huwezi kufanya makosa ya kipuuzi afu watu kuvumilia. Kwa aina ya makosa aliyofanya Pimpin Kamara kule Misri, ilikuwa ni lazima ameke statement kwenye hii mechi inayofuata. Jana alifanya saves 2 za maana. Yes.
Singekuwa yeye pale. Si mzuri Zungumza mengine, yes. Hiyo ndio inavyotakiwa. Haupaswi kufunga magoli kila saa. Kwani Manula alipataje sifa? Ni kwa sababu alikuwa anafanya saves na ile. Kwenye mechi muhimu alikuwa anaiokoa Simba. Manula sio kuokoa penalti 2 dhidi ya Asec Mimosa. Unakumbuka? Kwa hiyo alichokifanya jana Pimpin Kamara alikuwa ni majukumu yake na anapaswa kufanya hivi consistently. Kwa maana kwamba awe na muendelezo huu, kwa sababu Simba Sports Club haiwezi kuvumilia wewe unafanya makosa mara kwa mara, kwa sababu ni timu ambayo muda wote inahitaji alama 3 ili kujitengenezea nafasi ya kufanya vizuri kwa mashindano ya kimataifa ama kuchukua ubingwa wa ndani, ikibidi pia ubingwa wa kimataifa. Kwa hiyo alichokifanya Pimpin Kamara jana, kwanza anastahili pongezi, lakini pili ndio sifa ya golikipa wa timu kubwa. Huwezi kufanya makosa ya kipuuzi. Ndio. Alafu Simba wana Ali Salim pale. Katoro. Na yeye pia wanamchukulia kama golikipa wa kawaida, na wewe pia unafanya makosa hayo ya kawaida. Hasa kulikuwa kuna maana gani ya kuleta wewe kipa wa kigeni kuja kwenye timu na kulipa fedha nyingi? Kulikuwa kuna maana gani? Kwa alichokifanya Pimpin Kamara, kwanza ule ni wajibu wake. Na anapaswa kuendelea kufanya vile. Lakini pili, Simba hawawezi kuvumilia upuuzi wowote ambao wewe mchezaji wa ndani ama golikipa unaweza ukafanya kikawaida tu kama mchezaji labda wa Ken Gold ama wa Mbeya City, alafu wakakuvumilia. Haiwezekani. Kwa mimi nimpongeze Musa Kamara, jana alikuwa na performance bora kabisa, superb, kiukweli anastahili pongezi. Shukrani sana. Nashukuru sana.